mzaliwa wake wa kwanza na jina lake huyo mke ni Tamari. Kwa kwenye ndoa kuna kuozeshwa. Babako anakuozesha wewe. Hata kama mchumba umemtafuta mwenyewe, lakini babako anafanya nini? Anahusika kwamba kijana, nenda ufanye, nenda uoe. Mimi wakati nataka kuoa nilikuwa zangu Dar es Salaam. Nikataka, nishamuelewa mtoto wa watu, nikaanza kupiga simu, nataka niende kutoa mahali. Mzee bana, mimi kuna mtu nimemuelewa. Unakuja? Unanipa ruhusa niende? Anambia fulani ataniwakilisha. Kaenda. Katafuta na watu wa kanisa na nini? Kaenda. Karibu. Ndio kuna kitu nimekusikia. Labda hiyo mic hiyo tembei hii haikuwa. Kuna kitu hapo nimekisikia hapo mkiongea mtumishi. Ulimuona kwanza mtoto wa watu ukampenda. Kwa hiyo kuna kitu kilitangulia kabla ya kufika kwa wazazi wenu. Kuna kitu kwanza, kuna msingi ulianza before nyinyi kufikisha hivi vitu kwa wazazi. Kwa hiyo tukizungumzia swala la ndoa linaanza kama alivyosema mtumishi pale, baina ya bibi na bwana. Wao wenyewe wanaanza kutengeneza urafiki ndani ya kutokana na matakwa ya Biblia inavyosema. Alafu baadaye mkishakubaliana, urafiki wenu ukishakuwa mkubwa, mkishakubaliana kufika hatua ya ndoa, ndio vinafikishwa kwa wazazi. Baina hao wazazi ndio wanakubaliana, si kama alivyosema mtumishi pale, si ndio? Hao nimekuelewa vibaya? Sio mara zote. Sio mara zote kwamba lazima nyinyi mjuane. Sababu tunaona ndoa ambayo hata nabii wa Mungu Ellen White alicomment, yani anaitaja kama mfano wa vijana, ni ndoa kati ya Isaka na Rebeka. Ambao yeye aliletewa mke. Lakini kwa mazingira ya kwetu pia kuna mtu alioa kwa kumuona binti akawapata wazazi wake wakamruhusu kuoa. Sawa? Kwa mfano kama Yakobo, yeye amemuoa nani? Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kumuona Lea na kumuona Raheli kule ujombani. Wakachukua hatua ya kufanya nini? Ya kuozeshwa. Kwa hiyo pande zote mbili kimaandiko zinakubalika. Amenyosha mkono ndugu. Ndio hicho nitaka kusema. Ni kwamba kama ndio point hiyo. Yaani ni kwamba ni hicho kwamba hata ukiangalia huyo Isaka aliambiwa tu habari hizo afa akaletewa nani? Mwanamke. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo inategemea wewe kama umemrizia, inawezekana kipindi hicho hata kama mtu haja muona alivyoletea yule mwanamke, Isaka aliona bongo mdala nani? La mwanamke upande wake pia. Kwa hiyo akakubaliana. Inawezekana hapa labda leo ukaletea ukasema nimempenda, au kasema mzee hapa kidogo, yani wewe. Alafu pia tusende mbali. Ndoa kama ilianzishwa na Mungu mwenyewe, basi ni takatifu kama inavyosema Biblia. Na kama ni takatifu ni jambo la usafi tangu rohoni. Yani tujue vitu tunavyoenda. Sio kwamba la kimwili tu. Kama mwasisi ni Mungu, maana yake ndio ni takatifu iliyokuwa hata kabla ya anguko. Tuko sawa sawa. Na kwa hiyo ni jambo la kiimani pia. Tuko sawa sawa. Asante. Naenda swali la pili. Naona swali la ndoa ni nini kama limejibiwa vizuri. Naenda swali la pili. Kwa nini tunaoa? Au kwa nini unaolewa? Wanachangia kwanza unachotaka kutengeneza. Naona ulinyosha. Mimi kwa swali la kwanza kama tushatoka kule basi. Malizia kwanza ile la kwanza kama usiondoke. Sasa la kwanza mimi nataka mnisaidie. Baina ya mwanamke na mwanaume, nani anamuoa mwenzie? Kabla tujatoka la kwanza. Mwenye majibu. Nani anamuoa mwenzie? Au mwanamke anaweza kumuona mwanaume akampenda akamtongoza kama dunia ilivyo sasa, au mwanaume ndo anatakiwa aende akamtongoze mwanamke? Mwanamume ndo anatakiwa kama mwanamume ndo anaoa. Kama tunavyoona Kristo kulio kanisa ni hivyo hivyo, yani mwanamume ndo anayeoa. Mwingine mwenye jibu Mwanzo 24. Hilo ndo jibu sahihi. Yesu mwenyewe Haya. Sawa. Haya. Yesu anasema si ninyi mlio nichagua, bali ni mimi niliye wachagua. Tena nikawaweka mwende mkazae nini? Matunda. Kwa hiyo ndoa kuna mchaguaji na mchaguliwa. Ndoa kuna mchaguaji na mchaguaji ni mwanaume, mchaguliwa ni mwanamke. Sasa mchaguliwa ana haki ya kukubali au kukataa. Na hata kwa Isaka yeye ndo alianzisha. Kupitia baba yake akatumwa mshenga akafanya yote aliyofanya. Yule binti yeye aliulizwa tu dakika mwisho, unakubali kwenda na huyu jamaa? Akasema nakubali. Ndio ikawepo.
Hiyo tumetoka. Haya, swali la pili. Kwa nini tunaoa? Yaani kwa nini mpaka ufike mahali kwa nini usikae zako mwenyewe tu fresh maisha safi mpaka uzeeke ufe? Kwa nini uoe? Reason behind marriage. Na kwa nini uolewe? Maandiko anasema nini sababu ya kuoa? Hata Adam alivyoumbwa peke yake. Safi sana. Aliona kuna kitu Yaani umeweka vizuri. Wale wanaotaka kuoa, mnaofikiria kuoa, ambao msema mjaoa, mtuambie kwa nini mnataka kuoa? Au mmetuona wivu? Sisi tunaona kama tunafurahia. Sasa hivi tu hapa ambao hawajaoa wajibu. Mimi basi sijaamua kuchangia. Mwenyekiti ni mimi. Basi simamia watu wanaojibu. Sawa, anayetaka kujibu kwa nini unaoa? Anayetaka kujibu. Anyoshe mkono. Mimi nasoma andiko hapa. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Mungu mwenyewe akasema, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo nimeona hapa kwamba Mungu naye aliona kwamba sio vyema mtu huyo akae peke yake. Kwa hiyo hauna sababu ya kukaa peke yako, lazima mtafute msaidizi. Asante. Yaani kwa ufupi anasema kwamba yani ukikaa peke yako yani sio vizuri, yani ni shida, ni ubinafsi, ni matatizo. Kwani kuna shida gani ukikaa peke yako? Anyway, Mungu anaweza kana sababu. Karibu bwana. Milo la shemeji yangu pale nakubaliana nalo. Kwa sababu hata tulikuwa ndani pale wakati huu na vijana hapa, nilikuwa na hapa ushuhuda. Nikamwambia mimi before sijakuwa kwenye hii imani, nilikutanaga na mamake yule kijana pale. Na tukabahatika kupata mtoto. Hatujaoana lakini tukabahatika kupata mtoto kidunia enzi hizo kabla sijaingia kwenye imani. Lakini nilipoingia kwenye imani tukawa tumesambaratika. Kwanza yeye hataki kuisikia hii imani, hataki kabisa kuisikia imani. Kwa hiyo kimfano jana nilienda nikamchukua mtoto wangu, waga namchukua Ijumaa, mradi Jumamosi nije naye hapa kumzoesha maisha madogo madogo ya Sabato, kuelewa Sabato ni nini na kupata vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilipomchukua nilipoenda naye nyumbani, pale nyumba yangu niliyopanga hapo Mbezi hapo nini hapo kidogo ni kubwa afu na ua mkubwa hivi. Sasa nikaa nimefunga milango yote. Nikaa nimeingia ndani, kuingia ndani nikasema sasa kimfano hapa nimekufa, huyu mtoto anatokaje humu ndani? Yaani anaanzia wapi? Anapiga kelele, nani atamsikia humu ndani? Kwa hiyo kile kitu kilinifanya nikafikiria nikasema kweli si vyema mimi kwa peke yangu. Asante. Kwa hiyo shemeji yangu pale ameshindilia vizuri sana. Si vyema uishi peke yako. Kwa hiyo sababu ya kwanza tunaona kwamba sio vizuri, si ndio? Kuna sababu nyingine ya kuoa ukiacha na hiyo? Haya, nampa Hermes. Ngoja aanze Hermes. Mpe na wewe mic ya kaida. Mpe hiyo gari. Ndio nyingine ni ameniki. Haya, sasa nilikuwa nauliza kabla sijajibu. Najibu kwa mujibu wa mawazo ya matakwa ya wanaotaka kuoa au kwa mujibu wa maandiko? Maandiko. Kwa mujibu wa maandiko. Huyo. Wewe tunashare uelewa, lakini uelewa utasahihishwa na maandiko. Kuna mwingine maandiko hajayakalili kichwani. Anaweza sema mimi ninavyoona kweli kuoa ni hivi, lakini akiwa yuko sahihi na maandiko tutashindilia na andiko, lakini akitoa uelewa wake pia tunausahihisha kwa sababu wataalamu wa maandiko wapo wengi tu. Kwa hiyo hatumfungi mtu anaweza sema mimi maandiko sina, sasa sitachangia chochote. Ndio hiyo muktadha huo. Sawa. Basi mimi ngoja niende kwenye Biblia. Kidogo na huwa haihubiriwi mara kwa mara. Lakini huo ndio ukweli. Wakorintho wa kwanza mstari wa 2 nisomee hapo. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 2. Kwa nini tunaoa? 7:2. 7 mstari wa 2. Lakini kwa sababu zinaa kila mwanamume na awe na mke wa soma vizuri umenibia. Lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Basi kwa sababu ya nini? Zinaa. Haya, sababu zinaongezeka. Cha kwanza tumeona sio vizuri, si ndio? Cha pili kuna mjomba mmoja anaitwa zinaa. Haya, method niliona umenyosha mkono, mpe mic. Kule hapo method. Yule mimi naongezea kwa alipoishia hapo. Ndio maana nimenyosha tu ili ni support.
Mhubiri 4:11. Soma hapo. Mhubiri 4:11. Mimi namsupport tu hapo Hermas. Mimi sileti kitu kipya hapa. Nashindilia. Sawa sawa. Watu wenye ndoa wana shida hao. Shindilia baba. Ambacho nahisi Frank unasikia unaandika ambacho nahisi hata kina Frank ndicho wanatomisi. Haya, Mhubiri sura ya 4. Soma. Mstari wa 11 anasema, tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja anza 9. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Unasikia? Maana watapata ijara njema kwa kazi yao. Endelea. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Kwa sababu ya hapo, ila point ilikuwa ni kule kwa sababu ya zinaa. Lakini hapo pia tunapata sababu kwamba mmoja kianguka mwingine atafanyaje? Atamuinua mwenzake. Endelea. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Yaani kwa unaanguka puu mazima chari. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Basi hawezi. Kwa hiyo ni nzuri mbaya. Kwa hiyo swali la kaka pale alikuwa anauliza, je, yani nikilala peke yangu mtoto atapiga kelele kweli? Kwa hiyo sio kupiga kelele peke yake, hata kuona sawa, hata kuona moto. Tunaenda vizuri. Kuna sababu tumeshaziona, kama ni summarize ya kwanza sio vizuri, si ndio? Sio vyema. Yaani kama unakaa peke yako sio kitu nilichojiuliza. Alisema kwamba mwenyekiti nipo. Mwenyekiti nipo. Tuna summarize sababu zetu ambazo tumezipata mpaka sasa hivi. Kwanza sio vizuri kukaa peke yako. Cha pili unaoa kwa sababu ya zinaa. Wewe zinaa huwezi kupambana nayo peke yako. Cha tatu tukaona mmoja akianguka mwingine afanya nini? Anamuinua. Na pia moto muhimu. Kuna baridi kubwa sana jamani siku hizi. Hata sasa kama msimu uliopita kulikuwa na baridi kali sana. Mpaka unajikunyasha mablanketi mengi sana wakati kuna njia nyepesi. Sababu nyingine ya kuoa ni ipi? Unataka cha kuongeza? Cha kushindilia hapo. Shindilia. Na pia sisi wa Sabato hivi vyakula tunavyokula jamani. Siji kama wengine mnakulaga tofauti tunavyokula hapa, lakini vyakula tunavyokula hivi vinafanya kazi katika miili yetu. Yaani vinafanya kazi sana. Hilo nalo kuangalia. Wewe umekula uje sio wa ulezi ndo mnaambia hapa sio afya, sio pilipili ya Kayeme na vitu vingine kila siku. Sawa? Haya, kuna sababu nyingine ya mtu kuoa. Ndio hizo, si ndio? Haya, sasa mpaka hapo kuna mwenye swali? Kabla sijanani hapa kiendelea na nani hapa. Nauliza tena. Hivi mke ana maslahi gani kwenye ndoa? Mke na mume. Si kila mtu ana maslahi yake kwenye ndoa. Si ndio? Kwenye ndoa kuna maslahi ya mke, kuna maslahi ya mume, alafu kuna maslahi ya Mungu, alafu kuna maslahi ya nani? Ya wazazi. Yaani kuna beneficiaries wa ndoa. Alafu kuna maslahi ya watu ambao wakati mnafunga ndoa hawapo kabisa. Yaani wenyewe, yaani nyinyi mnapanga zenu mnapendana nini, lakini wao mnavyo mipango yenu nyinyi mnayoipanga inaathiri maslahi yao. Kiasi kwamba kama wangepewa nafasi ya kuchangia kwenye huo mjadala wenu wa kutaka kuoana, wangetoa pointi nyingine nzuri zaidi kuliko ambazo mnazifikiria nyewe wawili. Na hao sio wengine, ni watoto hao. Huyu wana maslahi makubwa kwenye nini? Kwenye ndoa. Kwa hiyo mke ana maslahi yake, mume ana maslahi yake. Labda kwa generally maslahi ya mume kwenye ndoa na maslahi ya mke ni yapi? Nini kinakuja kwenye akili ya mwanaume anapotaka kuoa? Kiachana na hizi general reasons za kuoa. Anategemea nini? Yaani unatarajia utapata vitu gani mbali na hivi vilivyotajwa? Jonas, ushawahi kufikiria ukitaka kukioa utapata kitu gani zaidi? Yaani maslahi, una maslahi gani kwenye ndoa kama mwanaume? Kwa uelewa wangu mdogo, hapa sina andiko. Generally. Kwa uelewa wangu mdogo, kioa faida ya kwanza ni
kuijaza dunia. Kwa sababu Mungu anasema tuzae tuongezeke tuijaze. Ukiti ukazaa ukiwa peke yako, lazima uwe na mwenzako. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, ya kuoa, faida hasa kwa mwanaume, ni sehemu mojawapo ya kutuliza akili. Mwanamke anakutuliza na anakuvuruga, kwa hiyo unabidi uchague kipi, akutulize au akuvuruge, lakini inabidi uchague akutulize kutokana na wewe utakavyoanza naye. Hai, kuna mwingine kwenye mchango katika hilo? Mimi nafikiria moja, mtumishi amesema hapo kujaza dunia, kwa sababu huwezi kujaza dunia ukiwa peke yako, kwa lazima upate mwenzako ukajaza naye dunia. Lakini la pili, kupata msaidizi ambaye atakayekufaa katika maisha yako. Nikisema msaidizi, anayeweza kukava katika kila kipengele. Leo umepata watoto, sawa, watoto huwezi kuwaacha peke yako. Sisi wenye watoto tunajua pilika za watoto zilivyo, na watu wenye watoto wanajua pilika za watoto zilivyo. Kwa hiyo kupata mwenza ambaye atakuwa ni msaidizi katika shughuli zako zote za maisha yako, kuanzia fedha na kila kitu ambacho kinachokuhusu wewe, ambacho kitu hicho leo nakiona kina shetani anaingilia kati, anakuwa anadanganya watu. Kile ukimwambia mke wako mimi naingiza kiasi fulani benki au na kiasi fulani benki, unaonekana wewe mwanaume, wanasema mwanaume nini wanaoita mwanaume suruali. Wanasema wewe mwanaume suruali, unamwambiaje mke wako mambo yako yote, wakati huyo mke leo ukiumwa ukienda Muhimbili kulazwa, ndio kutwa nzima yuko pale, kutwa nzima ndo anakutoa uchafu, kutwa nzima ndo anakupangusa, kutwa nzima ndo anafanya kila kitu. Kwa hiyo ni mtu ambaye sehemu yako ndani ya maisha yako, anatakiwa ajue vitu vyako vyote kuliko chochote, kwa sababu wewe ndio leo hata kimfano umeanguka umekufa, wewe ndio anatakiwa ajue akaunti zako za benki, kuchukua jinsi gani atadili na watoto na kuendesha maisha ya watoto. Kwa hiyo ni msaidizi ambaye wa hali ya juu. Haya, sasa niseme vitu kidogo kama msimamizi wa kipindi, sawa? Mnapofikiria kuoa vijana, mjue kabisa kwamba mwanamke ana maslahi yake kwenye hiyo ndoa. Haji tu kuwa mke wako. Yaani kwenye akili yake kuna vitu anavipanga vingi tu ambavyo anaweza hata asikwambie. Na wewe pia una maslahi yako ambayo mengine unaweza hata usimwambie mke wako. Kwa mfano unaweza ukawa unakaa unafuaga shuka mara 3 kwa wiki, yani baada ya siku 3 ndio unafua shuka. Ukasema hapa nikioa, kwenye akili zako mwenyewe unapanga hapa nikioa shuka nitakuwa nalitandika mara moja tu. Nikishatoka ninafanya nini? Ninafuliwa. Kuna vioo vya nyumba pale hauvifutagi. Unasema hapa nikishaoa hivi vioo na hivi kila ukifuta unaona havifutiki. Angekuwepo mwanamke sasa, hayo ndio maslahi ulionayo. Point ni nini? Kwamba unapofikiria kuoa mtu, angalia, je, anafiti maslahi yako wewe unayoyafikiria? Kwa mfano, wewe umesema una vijana na watoto pale na nyumbani kwako pale hamna mtu, sawa? Kwenye akili yako unaweza ukafikiria angalau awepo mtu wa kushinda hapa kwa usalama, si ndio? Alafu kaoa mtu na asishinde pale. Yaani kilichokuwa kwenye akili yako na kile ulichokuja kukipata ni mkeo, lakini pale nyumbani hafanya nini? Hashindi. Ukaoa kwamba mke atasaidia kuangalia watoto pale, na ukamuoa na asiwaangalie. Kwa unapoamua kuoa, angalia maslahi unayoyawaza. Je, katika huyu naye mchukua atamiti haya maslahi? Au mabinti wengine wao wanadanganywa kwa pressure ya kuoa. Hujaolewa. Lakini yeye kwenye akili yake ana maslahi yake ya ndoa. Anafikiria mimi kwa kweli nikiolewa, sitamani nikiolewa niendelee kupanda bajaji nikija kanisani. Yaani anaona ni kitu kinamkera, ni binti kinamkera kabisa kuja kanisani na bajaji. Akili yake anasema nikiolewa angalau niolewe na mtu ambaye atakuwa na usafiri wa kuja wapi? Kanisani. Sasa anakutana na watu wanamwambia usiangalie nini? Hela. Usiangalie mtu, maisha ya mtu. Wakati wewe una maslahi ya kwako. Sasa unaweza ukasikiliza wale watu halafu ukaenda kwenye ndoa ukaanza kujuta, kwa sababu maslahi uliyokuwa nayo kwenye akili yako utaenda nayo vile vile kwenye nini? Kwenye ndoa. Sasa wale waliokuwa wanakushauri usiangalie hayo maslahi, upo kwenye ndoa tayari, alafu sasa wenyewe hawapo. Alafu sasa maslahi sasa yanaanza kuona maslahi unayahitaji yale. Sawa sawa? Kuna mtu anacha kuongeza hapo? Mimi ndio maana nikauliza hilo swali. Karibu, mpe mic pale.
Asante sana. Mimi nina jambo hapa la kusema. Kwanza kabisa, vijana mnapotaka kwenda kuoa, niseme kwamba ndoa, yani kuoa, hakuna mwenye 100% ya mawazo yake kwamba nikimwangalia hivi binti nikamuona hivi binti nitaishi hivi katika kuoa. Haya mambo mengine yanabaki ya kijuujuu ya kibinadamu, lakini huyo uliyemuona kwamba huyo anafaa, anaweza akafika dakika sifuri tu akabadilika, yani hata mwezi usiishi akabadilika. Kwa sababu gani? Sisi tunaangalia nje, Mungu ndiye anayeona mpaka kwenye moyo. Ndio maana Biblia ikasema kwamba mke mwema anatoka kwa nani? Kwa Bwana. Hawa wengi, hebu niwaambie jambo. Sasa hivi kuna madarasa mengi yanayofundisha ndoa, mengi. Na tena wanafundisha katika uweledi mzuri. Ukienda ukasikiliza wasema hawa inakuaje? Lakini kinachoshangaza, ndoa ndio zinazidi kuparanganyika. Swali, kwa nini? Kama haya mafunzo haya pima hiki, weka kupunguza hapa, weka, kama yanatupatia majibu mazuri, mbona ndoa zinaongezeka kuparanganyika? Jibu linabaki kwamba hayo mambo yote tuyafanye, lakini namba moja ni Mungu katika kila jambo. Yaani Mwenyezi Mungu akikuongoza akakuwekea mkono katika eneo lolote, hata kama ni mwanamke. Nimeshashuhudia mimi mwanamke Bamed ambaye alikuwa anajiuza, anaolewa na mpiga kinanda wa Pentecoste, anaolewa, anatulia kabisa kuliko wale ambao waliwakuta kwenye kanisa. Anatulia kabisa. Na wakati anaoa wanambeza yule, wanasema unachafua kanisa, mpaka wakamfuta ushirika. Baadaye wakamtenga, baadaye yule binti wa watu wakamsema kweli, akalia kwa machozi akatubu. Lakini mwisho wa siku wana watoto 4 sasa hivi. Wako vizuri kwenye ndoa yao. Asante. Sasa nimalizie kwa kusema kwamba ndugu zangu, katika kuoa tusije alafu jambo lingine hilo nimalizie hili la maslahi. Hili la maslahi limewaangusha wengi. Kwa sababu kila mmoja akienda kwa kijana, na hasa haya maslahi ya kidunia, wanasema kwamba awe na funguo 3. Umeelewa? Hayo maslahi haya. Tukiachilia mbali hayo mtumishi aliyosema kwa kifupi, lakini kuna maslahi ya zaidi hapo. Umeona, awe na funguo 3. Kuna maslahi mengine hayo ya kimwili hayo, kwamba mwanamke awe hivi awe hivi. Hayo maslahi yamewaangusha wengi. Tunapoenda kuoa lazima tujue kwamba tunaenda kuoa kwa mujibu wa Biblia inasemaje kuhusu kuoa. Lakini ukienda mwili unasikiliza nini, mwisho wa siku utaangukia katika maumivu, kwa sababu wewe umevutwa na tamaa ya mwili. Asante. Labda ni summarize nilichokiongea, nitawaruhusu wengine. Pointi kubwa, kabla hujaoa, jifahamu wewe. Sawa? Ujijue wewe nani. Wewe yani katika kitu nimesahau quotation moja, anasema Ellen White, anasema elimu kubwa kuliko elimu zote ni kujifahamu wewe. Kwa mfano, wewe unajijua ni Mwadventista Msabato, si ndio? Na unajua wewe unatunza, katika kujijua unaweza kujiuliza, hivi mimi nani? Sasa unajua mimi Msabato, mimi sinywi pombe, mimi sivuti sigara, mimi siendi club, mimi, yani unaanza kujidefine wewe mwenyewe. Sasa usipojijua wewe, unaweza, Biblia inasema watatembeaje wawili wasipofanya nini? Usipopatana. Usipojijua wewe, utainvite mtu ambaye ulizani ni wewe. Sababu Biblia inasema akamfanyia msaidizi wa kufanana. Sasa ili upate wa kufanana na wewe, unatakiwa wewe ujifahamu. Na huyu unamuona, huyu ni Msabato, si ndio? Na huyu ni Msabato, lakini hawafanani. Yaani ni wawili, yaani unaweza kukuta huyu mke wake anatamani mwanamke ambaye yuko katika namna fulani ya uongeaji, mwingine anataka mtu kimya, aongei. Sio dhambi. Sawa? Yaani kutokuongea sana sio dhambi. Wala kuongea sana sio? Lakini kutokuongea sana kunaweza kukawa tatizo kwenye ndoa. Au kuwa kimya kunaweza kuwa tatizo kwenye ndoa. Why? Kwa sababu wewe ulioa mtu ila hukujijua au kujifahamu. That is my point.
Nikaribishe mchango kabla sijahama hicho kwenye hicho kipengele cha maslahi. Niende nikitoka hapo niende kwenye maslahi ya Mungu. Karibu. Dakika moja au mbili. Sawa. Kuoa kama unavyosema ndugu alisema kwanza na bwana. Ni sawa kana kusema mke mwema ni nani? Na ukipata anayefanana naye basi ujue Mwenyezi Mungu alihusika. Amehusika hapo katika hivyo vipengele. Lakini ukioa bodi au ukioa vitu unavyoviona kwa fikra ya macho, maana vinavyoonekana ni jamuda. Unaweza kumuona mtu anafiga kesho alipo kaugua wewe likapotea. Umemwona mtu sio ana maziwa amenyooka baadaye yameenda huko ukaanza kusema kwamba mimi na yale matiti yake ndio kwa nafurahia. Sasa kuoa si huko. Kwa sababu unaweza kaoa sura kesho kutwa sura imebadilika kapata matatizo tu au kapata ajali bahati mbaya tuombeki hivi ndio itakatokea. Sasa ukajikuta baadaye unafikia nikitokana nje barabarani watanionaje sasa? Fiskali imekosa fiskali. Isibutu. Kwa hiyo mara nyingi tunapotaka kuoa ndio maana unajua Paulo bwana nampendaga sana. Alifika mara kaangalia akasema utaoa nafaa kwa mambo yote. Kinachotusumbua sisi hatuko katika tabia ya Mungu. Yaani kicho cha Mungu watu normal tunahangaika na mambo ya tamaa ya macho. Umeelewa? Tukishakaa na tamaa ya macho vingi vinatuponza. Lakini unajua Mungu atakukuletea hata mtu ambaye ukimwangalia hivi unashindana naye bwana. Huyu bwana kwa ndio umeletea unafikiria labda namba 8 unataka wewe. Labda umeomba haya matokeo ndo hayo unataka kufiga. Ndio mtu anakuletea moja imenyoka. Mbona ni hii mimi kwenye taswira. Kwa hiyo viko vitu vingi unaweza mtu baadaye vikabadili ndoa. Ulichokitarajia ni umeoa, umezama pisikali, baadaye kabadilika. Unataka maziwa sidondoke chini ukajua na yatabaki hivyo hivyo milele. Kwa hiyo unakuta maisha yafanyaje yamebadilika. Kwa hiyo maumbile huwa yanabadilika, hata wanaume wengine tunabadilika. Kwa hiyo ukisema muoe mtu kwa sababu reception alikuwa na kifua kikubwa akapata matatizo ya kiafya, kifua hakuna. Sasa kwa hiyo utafika hapo ndio itaanza kuyumba kwa sababu tulitaka vitu vya nje. Lakini kama tukimtazama Kristo au Mungu mwenye kuanzisha tendo ndoa pale Eden, tunafanana. Kufanana sio kifua kikubwa. Umeelewa? Ni maelewano, mapatano, yani mnaoishi ndani kwamba mwanamke na mwanamume wanapatana, wanaelewana, yani katika kila hatua wakawa wamefiti, yani wanaelewana. Nje yapo atakayotokea mengi. Ngoja mimi kidogo niongee. Unajua nimeuliza swali mwanzo. Baina ya mwanamke na mwanaume nani anatakiwa aanze kumfuata mwenzie, na mkanijibu vizuri ni mwanaume. Na kingine ambacho nilikuwa nakihitaji nikifahamu, katika Biblia imeturuhusu msingi wa kwenda kumuoa mwanamke wa aina gani? Yaani mwanamke wa aina gani, ikimaanisha mwanamke mtoto au mkubwa, bikra au sio bikra, imetumatisha yani tuoe mwanamke wa aina gani? Na je, huyo mwanamke katika dunia sasa yupo au hakuna, au tunaendana kuangalia na matakwa yetu alivyo? Au ndo basi tunafanyaje? Dakika moja. Tukienda kwenye ndala kalala sisi amka kepu. Dakika. Hapa najua hapa tunaweza tukajadili na tusifike mwisho. Tunaweza tukajadili nikasema tunatakiwa twende kwa point na tusifike mwisho. Kwa sababu gani? Tukija kibiblia kuna hoja kuu mbili. Kwa mke na mume. Hoja ya kwanza kibiblia, mwanamke anayepaswa kuolewa ni bikira. Kibiblia. Fungu, utoe fungu. Ukisema Biblia toa fungu. Sawa? Sema Biblia toa. Atoe fungu kwanza. Kama huna fungu hiyo hoja yako sio sahihi. Itakuwa sio sahihi kwa sababu sina fungu. Ukishakuwa na fungu ulilete. Nitakuletea fungu. Ndio fungu tunataka. Nitakuletea fungu. Wakati analitafuta naendelea na hoja ya pili. Soma haya kwanza. Hoja ya pili. Soma huyu walau 21 ngapi? Mpe some. Nasema hivi. Naye atamuoa mwanamke katika ubikira wake. Nani huyo? Nani huyo? Rudi. Nani huyo? Wewe niangalia yako mengi. Rudi nyuma kidogo, rudi nyuma. Haya, turudi. Anasema hivi. Anasema hivi labda au umesoma 20 ngapi? Nataka tukapate nini background. Umesoma 20 ngapi? Mimi nataka tujue kwamba msingi Mungu aliyotaka kwa kwamba watu waoe wakiwa bikira au sio? Mimi ndio hoja ya huyu mwanamke ambaye hatakiwi kuolewa, ambao hutakiwi kumuoa, si ndio? Hiyo ni swali nyingine. Msitaki kupoteza msingi.
Tunajua umeoa. Ngoja kwenye mtego. Sasa mimi swali langu liko hivi. Niliuliza mwanzo, baina ya mwanamke na mwanaume nani anatakiwa amuoe mwenzie? Kwa sababu dunia sasa tuliopo tunaona wanawake wanaoa wanaume, tunaona wanaume wanaoa wanawake. Je, nani anatakiwa kutokana na msingi wa Biblia, nani anatakiwa amfuate mwenzie? Mkanjibu vizuri, mwanaume ndio anatakiwa aanze kama Isaka alivyoanza kwa Rebeka. Kwa Rebeka. Nikarudi swali la pili. Je, mwanamke ambaye anatakiwa aolewe, kuna wengine wanasema unaweza kuoa Mwarabu, unaweza kuoa Mchina, unaweza kuoa Mzungu, au ni lazima uoe katika kabila lenu, au ni lazima au ni lazima tuoe mwanamke ambaye ni bikra? Kwenye Biblia kuna zungumziaje? Yani katika hilo tunasimamia vipi? Lazima awe bikra au lazima atoke kwenye kabila lenu, au unaweza kuoa tu mwanamke from nowhere? Ndio maana nikasema pointi kwanza tusikilize, yani somo ni pana. Twende kwa pointi ambazo zitasaidia hata kwenye nyakati zilizokuwepo. Pointi, mwanamke anayetakiwa kuolewa ni bikira. Lakini ukifuatilia hata hiyo miaka ya nyuma, mwanaume kabla hajaoa hakuna ushahidi kwamba mwanaume naye alikuwa tayari kashaanza kuwazini. Manake na mwanamume alikuwa bado hajajua zinaa. Lakini leo hii kutokana na maadili yamepotea, imani imepotea. Mimi sijaoa na mke tayari wanawake 6 7 nishamaliza. Mwanamke na haja na mume tayari anajua wanaume 4 5. Kwa hiyo hayo unaweza usihukumu, ukaamua unachokiona wewe ni sahihi. Lakini unapokuja, mimi naweza kusema mwanamke yoyote anafaa kuolewa kwa hoja 2 3 ambazo, hoja ya kwanza, mwanaume kabla ya kumwoa mwanamke lazima uongee naye. Unaweza kama mfano kama mimi, nitatolea mfano mimi nini nimwambie wewe kabla sijamuoa na vitu vyangu ambavyo yani hiyo ni tabia yangu. Moja, sitaki kuongea mara 2. Nikikwambia kitu ufanye, alafu ndo unioji kwa nini. Hiyo ni maisha yangu sasa binafsi. Maslahi yako, personal yako hiyo. Na hiyo ndo hata ukisoma Biblia, Mungu akishasema mwanamke amtii mwanaume. Manake ukiongea mtu anakusikiliza kakutii. Lakini kuna kutii, sio kutii kwa shuruti. Kuna kutii mtumishi. Ngoja achangie kwanza. Sawa. Hapo kabla hajamaliza. Anamalizia. Kutii. Mwanamke atii na asikilize, awe mnyenyekevu. Kwa mwanamke ukishaongea naye kabla hujamuoa ndo unamwambia mimi nataka nikuoe. Ila mimi nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Ukiona mwanamke anakubali muelekeza unachokitaka wewe, manake huyo mwanamke kakubali. Kwa ili mwanamke aje kubadilika mbele, wewe ndo utakuwa ni chanzo. Sababu mwanamke anaweza akawa ametulia, lakini wewe mwanaume ukawa ni chanzo cha mwanamke kubadilika. Asante. Tuchangie kwa ufupi. Kuna huyu ameraise point kwamba amesoma fungu kuna hoja hapa imeraiziwa kwamba mwanamke anayetakiwa kuolewa ni mwanamke bikra. Unajua ikisharaiziwa kwamba ni mwanamke bikra, manake ambaye sio bikra hutakiwi kumuoa, si ndio? Na wewe ukioa ambaye sio bikra, sasa wewe inakuwa ni matatizo yako. Sasa Biblia tuiache iseme yenyewe kwenye hilo, Biblia iliweke vizuri sawa, ili bwana mkubwa, mwanamke anayetakiwa kuolewa ni yupi na ambaye hatakiwi kuolewa ni yupi? Kwa mujibu wa maandiko. Tunarudi pale pale. Kumbuka msingi ambao tulioanza kuweka mwanzo, tukasema tunataka tujue ndoa ya kibiblia. Tuko sawa sawa? Sasa tuangalie, je, wote tunaoa kwenye mfumo wa kibiblia? Kama Mungu alitaka watu waolewe wakiwa na bikra, tuko sawa sawa. Na kama huja kuta bikra unarudisha, tuko sawa sawa. Ndio Biblia ukisoma vizuri ulikuwa unarudisha. Tuko sawa sawa. Sasa kama Mungu aliruhusu hivyo, je, leo ungetakiwa uulize, je, leo tunapooa bila bikra, je, na sisi tumevunja taratibu ya maandiko matakatifu ya Mungu? Hilo ndio unatakiwa uniulize. Lakini kama utakuta hata mwenyewe unaoniuliza swali umeoa ambaye sio bikra, sasa tunarudi, je, tunauliza ndoa takatifu ndoa takatifu iweje? Umeelewa? Sasa kama je, tulishakuwa tumeoa ndoa si takatifu yenye viwango vya kutokuwa na ubikra, umeelewa? Je, tulivyooa tukiwa wanawake hawana bikra, je, tunahesabiwa tena dhambi? Tuko sawa sawa. Kama ni dhambi, tunakuja kama sisi ni wana matengenezo, unatengeneza vipi? Tuko sawa sawa. Sasa kwa sababu swali ulizo la kwanza, ndugu akaanza kujenga hapo kwamba ndoa ya Biblia ni watu walikuwa wakiona kwa bikra, ndio Mungu alivyoelekeza. Sasa kama tutapingana na hilo, tuseme tumekataa hilo. Tuafikia nao kwamba tunakubaliana hivyo au sivyo? Kuna andiko ulilitoa ulikirudia, ilikuwa Walawi ngapi? Niko bado kwako. 23:13. Samahani mwenyekiti. 23:10.
Samahani mwenyekiti kwanza. Samahani mwenyekiti. Liweke vizuri hilo andiko kwanza. Samahani kwanza mwenyekiti. Ndio. Kama andiko limekosea, lakini tulikuwa msingi ni mwanamke mwenye bikira. Ndio leo kama ameanza kuchangia. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba tulisafishe kwanza andiko lina maana gani? Sawa. Lakini msingi wa kwanza ni mwanamke mwenye bikira. Ikiwa hata kama sio sawa, lakini ni msingi mwanamke mwenye bikira. Ametoa andiko moja, sawa, la Mambo ya Walawi sura 23, sawa? Inazungumzia kuhani, si ndio? Kuhani ataoa mwanamke katika ubikira wake. Kwa hiyo hilo andiko msingi wake ni kuhani wa Kilawi. Sawa? Kwa hiyo hilo andiko hatuwezi kulijengea hoja kwamba ndoa lazima aolewe mwanamke bikira kwa andiko hilo. Labda nitakiwa litolewe andiko lingine ili tukijenga msingi liwe andiko ambalo liko sawa, halina maswali. Hapo si tuko sawa? Sawa. Ili tutoke hapo mada ikae vizuri. Karibu. Asante. Kwanza nirudi nyuma pale aliposema eti kwamba mwanaume ndio anaruhusiwa kumfuata mwanamke, si ndio? Hiyo iko hivyo, lakini ukichunguza si lazima iwe hivyo. Kwa mfano tunaangalia Rutu amejipeleka kwa Boaz na mwisho wa siku akaolewa na Boaz. Ukisoma kitabu cha Rutu. Tunaangalia pia kipindi cha Esther, baada yule mfalme kudharauliwa na mke wake, wakamshauri kwamba tafute nini, wanawake chague. Esther mwenyewe kwa kushauriwa na mjomba wake akaingia katika kinyang'anyiro. Mfalme hakuenda eti kusema kwamba 1 2 3, hapana. Kwa si lazima mtu akikukubali wewe tulia. Sikia, lakini unaniambia kwa ujue. Si lazima. Unasikia dada zetu ambao hawajaolewa. Unaweza ukaa hapo kaona Vitalis anakufaa ana vigezo vyote. Ukamweka kwenye 18 akakuoa na mkaishi. Si lazima ugande eti mpaka aje afanyeje? Akutamkia hata kuoa, ataangalia wengine na ataoa wengine. Hilo la kwanza. Issue ya ubikira, maandiko yanasema kwamba mwanamke inatakiwa aolewe akiwa bikira. Lakini sasa kuna mazingira ambayo mwanamke ambaye si bikira anaweza kaolewa. Kwa mfano amefiwa, mjane, anaruhusiwa kufanyaje? Kuolewa. Lakini msingi wa Biblia ni mwanamke bikira. Lakini sasa mwanamke wa sasa hivi sio bikira, tunafanyaje sasa? Umempima. Bwana yake wewe hapo ndugu, umempima wewe ukajua sio bikira. Nasema mfano kama umeoa ukakuta si bikira. Bwana yake wewe hapo unasema kwamba umwache. Wewe hapo umepigwa ndugu yangu, cha kufanya kwa sababu wewe sasa kwa sababu wewe ni mwana matengenezo. Basi ukasema muache. Kwa sababu wewe ni mwana matengenezo. Sikia, nakujibu wewe. Kwa sababu wewe ni mwana matengenezo. Ishi sasa na wewe mke wako vizuri, ambao hujamkuta bikira. Ishi naye vizuri ili unapozaa watoto, wale watoto watunzwe vizuri kwa ajili ya wengine. Sawa. Au unataka fungu sasa fungu. Ngoja nikupe fungu. Ngoja amalizie fungu pale. Ngoja nikupe fungu. Kuna mada za theolojia na vitu zijibu kwa mafungu. Hebu soma Kumbukumbu la Torati hapa, ataanza kufundisha. Kumbukumbu la Torati 22:13. Soma hapo. Hata ngoja niisome. Sikungiwe pamoja na waamini. 13 hiyo, ngoja nikusomee. Inasema, sikilizeni sasa, kwa sababu mwanzoni ulikuwa una uwawa ili kuonyesha watu wako serious. Inasema hivi, mtu akimtoa mke akamuingilia na kumchukua na kumchukia. Yaani ukimchukua mke umeenda huko umegundua kwamba umemuingilia na kumchukia. Inasema kisha akamshtaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya, akasema nimetwaa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira. Ndipo babaye yule kijana na mamaye watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa mji langoni, na baba yake yule kijana awaambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye amchukia. Angalieni, amemwekea mambo ya aibu, asema sikuona kwa binti yako alama za ubikira. Nazo hizi ndizo alama za binti yangu za ubikira. Na wayakunjue yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule na wamtoa yule mtu mume na kumrudi. Sikiliza, wamtoza shekeli 100 za fedha, wampe babaye yule kijana, kwa kuwa amemzuria jina baya mwanamwali wa Israeli, naye awe mkewe, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Sasa kivumbi, sikiliza.
Lakini ikiwa ni kweli neno hili la kuto kuonekana kwake yule kijana alama za ubikira, na wamtoe nje yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe, kwa vile alivyofanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba baba yake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Kwa hiyo mfumo wa zamani ulikuwa inatakiwa ukutwe na bikira. Kama ulikuwa hauna, ilikuwa inatakiwa upigwe ufe. Sasa hata sasa hivi ukienda kwa mfano ndoa nyingi za kijijini, mwanamke anapoolewa anatandikiwa shuka mpya nyeupe. Kwa hiyo bibi mtu anajitokeza pale, anakuja anaangalia vipi, kuna kitu kimeenda nini hivyo. Kwa wakikuta kweli ni bikira, inabidi wewe mwanaume utoe zawadi. Yani wao wanatoa vitenge, vitu vya thamani, wanampa mzazi wa binti kama kumheshimisha kwamba kweli umemtunza binti yako. Kama hamna, mama mtu anakuwa na aibu, ingawa sasa hivi sasa watu wao wanafichiana aibu, wanasema kwamba ni kweli nimekuta yupo, anampa kitenge, lakini wanafunika kombe mwanadamu. Kwa hiyo iko hivyo. Hata Yusufu. Haya, kuna andiko naliongeza hapo. Kuna pointi pale imetajwa kwamba binti atakuwa amefanya ukahaba katika nyumba ya baba. Kumbe kahaba sio lazima awe anajiuza, si ndio? Akisha nani pale mambo yakiharibika ashakuwa nani? Kumbe definition ya kahaba kwenye Biblia ni pana zaidi. Sasa ukisoma kitabu cha 16 wa Korinto wa kwanza 6:15 anasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha. Sasa kuna kahaba ambaye alikuwa haamini injili, si ndio? Alifanya ukahaba kutokana na kutokuamini injili. Sawa? Lakini Biblia inasemaje? Na aliwatwalia mme mmoja nipate kumletea Kristo bikira safi. Binti alikuwa haamini injili, si ndio? Na katika kutokuamini kwake injili akapoteza ubikira wake. Lakini sasa ameamini injili, amekuwa kiumbe kipya katika nini? Katika Kristo. Je, anahesabiwa kwamba si bikira au bikira? Nilikuwa natakiwa nichangie hapo, lakini umeniwahi kitu ambacho nilikuwa nataka. Kwa sababu maana sichukulie tu wanawake peke yao, eti ndio wao wanaume, eti ndio wao mabika. Na wewe mwanaume inakuaje kama wewe sio bika? Ni sawa na ile kesi kwamba yule mwanamke alikutwa anazini, eti wamempeleka kwa Yesu, amwambia apigwe mawe au vipi? Wamempeleka tu mwanamke peke yake, mwanaume akwepo. Je, yule mwanamke alikuwa anazini peke yake? Jibu ni hapana, si ndio? Kwa hiyo swala la kwanza la bikira kutoka ni swala la uzinzi. Na swala la kupiga mawe na nini, hiyo ni mambo ya Agano la Kale. Umeelewana eh? Kwa hiyo kwa sababu ina maana yule mwanamke hakuzini peke yake, alikuwa amezini na mwanaume. Kwa hiyo swala linalosababisha ubikira utoke kwa mwanamke ni uzinzi. Na uzinzi mwanamke afanye peke yake. Umeelewana eh? Anafanya na watu wengine. Sasa je, tujichunguze na sisi ambao tunataka tuoe kwamba wewe unasema unataka utafute mwanamke bikira, wewe hujawahi kuzini? Na wewe ni bikira? Ndege wawili ndio wanao. Kwa hiyo kwa huna ubikira wote afu unataka Mungu akupe mwanamke ambaye eti kajitunza vizuri wakati wewe ulishindwa kujitunza. Umeelewana? Alafu kingine pia sio kwamba lazima upate. Kwa sababu gani? Mwanamke mwingine unaweza kukuta amebakwa. Umeelewa? Imetokea matatizo, imetoka kwa design hiyo. Kwa hiyo kusema eti hapaswi kuolewa kwa sababu hiyo. Lakini kitu ambacho alikuwa anaongelea mtumishi ni kwamba mtu ulikuwa na maisha ya nyuma ambayo ulikuwa unaishi katika dhambi kabla hujapata wokovu. Ulikuwa mzinzi, ulikuwa mlevi, ulikuwa nini. Vitu hivyo ukaviacha, ukawa kiumbe kipya. Kwa hiyo wewe unastahili neema ya kuoa na kuolewa regardless ya hali ya nyuma uliokuwa nayo. Hiyo hali ya nyuma uliokuwa nayo itakuwa tu ni makovu ambayo hayawezi kufutika. Kama hiyo bikira ndo ameshaipoteza, haiwezi kurudi, lakini ni makovu. Lakini hayo makovu hayakunyimi wewe wokovu. Na hisi mimi mchango wangu ni huo hapa. Asante. Fungu ile hapa lisome. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Soma hapo nani?
Anasema hivi na, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu alikuwa na ya kale ukoo ambayo yalimfanya mpaka akawa, ametolea mfano mzuri hapa ndugu yetu, mpaka akawa muuza Bahamedi, lakini akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamefanya nini? Yamepita. Lakini habari gani mtu ambaye, binti ambaye ni mtu wa imani lakini ni mzinifu? Biblia inasemaje? Sawa, tusome waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 5, nianzie mstari wa 9 nadhani. Ngoja nifike pale ili nijue naanzia wapi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9. Anasema hivi: naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au wanyang'anyi, au wenye kuabudu sanamu, maana hapa ingeliwalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, ikiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamumhukumu hao walio ndani. Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi mwondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Kwa hiyo mtu ambaye ni ndugu wa imani, lakini unajua huyu ndugu wa imani lakini mchafu, usimuoe. Karibu. Rubesi, naona hapo umepata cha kuchanga. Haya, asante sana. Bwana, mimi naomba nigusie katika eneo moja ambalo inawezekana tafsiri ya sasa hivi na tafsiri ya Biblia zinatofautiana, na au sisi wenyewe tunashindwa kuzitofautisha. Ni hivi ndugu zangu, katika Kiswahili cha kisasa cha sasa hivi, Kiswahili unaposema binti unamaanisha ambaye hajaolewa, si ndio? Sasa ili neno bikra katika tafsiri ya Biblia haikutumia neno bikra. Biblia ilitumia neno mwanamwali, wanawali, mwanamwali. Ndio maana unaona hata katika kitabu katika kitabu cha Mathayo 25 wanawali wale 7 walikuwa wanamsubiria bwana harusi. Maana tafsiri yake ni watu ambao hawajamjua mme, mabinti ambao hawajamjua mme bado. Lakini hata hivyo Mungu anatusahihisha kwamba mwanamwali ni binti ambaye hajamjua mume bado. Katika Waamuzi sura ile ya 21 ule mstari wa 12 anafananisha kwamba maana ya mwanamwali ni nini. Kwa hiyo Biblia inapozungumzia mwanamwali inazungumzia binti ambaye hajamjua mume bado, na huyo ndiye kwa mujibu wa Biblia ndio anayepaswa kuolewa, na ikaitwa ndoa takatifu kwa sababu itakuwa na damu ambayo ndio damu inayotakasa, damu ya agano. Lakini sasa pointi ya Biabata aliyoisema sasa hivi ni kweli, tunaishi katika ulimwengu ulioanguka, sawa, tunaishi katika dunia ambayo tayari imeshaasi, lakini kinacholeta faraja ni kwamba tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa kiumbe kipya. Tunakuwa tayari tumeuvua utu wa kale. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri. Kwa hiyo tusije tukaondoka na hiyo mambo ya ukategemea hapa kupata bikra, utashindwa kuoa, au saa nyingine utakuwa na hatia. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuliweke wazi hilo kwamba tafsiri ya Biblia iko vile vile, lakini sasa hivi tuko katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu ulioasi. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Cha msingi ni kwamba tusifungamane na watu ambao hawako nani? Ambao watu wako nje ya imani, kwa sababu nani atakayetutakasa? Mahali fulani ile G. White anaandika katika kitabu chake cha Elimu ya Kweli, anasema kwamba ni bora tukakosa mbele za Mungu alafu atatusamehe, lakini kuliko kumkosa Mungu mbele za shetani, kwa sababu hakuna atakayetusamehe. Kwa hiyo haya makosa tunayaishi katika makosa, lakini tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo nafikiri ndoa itazamwe katika mtazamo huo. Wale wanaotaka kuoa tusije mkaanza kutafuta vigezo vya Biblia vya wanawali. Asante.
Haya, ameiweka vizuri. Sasa kipindi chetu kitamu, lakini muda umetutupa nini mkono. I think bado yapo mambo mengi ya kuangalia na ambayo tunaweza tukayaangalia hata kwenye kipindi kijacho. Kipindi chetu tutafute hata siku tukiweke tuendelee nacho, kipindi cha afya ya ndoa. Bado dakika 8. Sawa? Kwenye nani anastahili kuolewa, si tumepaweka vizuri? Mwanaume napa tukumgusia, yani kana kwamba yeye anashuka kutoka mbinguni. Hivi kuna mwanaume ambaye hatakiwi kuoa? Hatakiwi kuoa? Ndio, nani? Atoachi wa kujifanya mwenyewe. Karibu. Hivi wakati tupo tunatafsiri ndoa hapa, tunahubiri ndoa, tunafanya hivi na vile. Vipi kwamba Biblia inasemaje kwamba ni lazima watu wote tuoe? Na kama sivyo, vipi mbona hatuwahubirii hao ambao hawapaswi kuoa, kama kuwahubiria au kuambia na wao kama wanajitenga wenyewe, kwa kujitenga wenyewe kama matowashi, tukawahubiria tukawapa hiyo Biblia inachokisema? Mbona hayo mahubiri hayapo? Shida ni kumhamasisha mtu awe towashi. Kumhubiria kwa mujibu wa si kumhamasisha, kwamba Biblia inaruhusu. Yaani kufundisha Biblia inavyoruhusu kwamba unaweza ukajitenga mwenyewe, unaruhusiwa, usioe, unaruhusiwa, lakini kuna watu wa kufanywa kama Biblia inavyosema kwamba kuna watu wamefanywa kwa matowashi. Tuwahubirie hii Biblia, mbona hatuhubirii huku? Unajua mwalimu Paulo kwa kuongoza alisema kabisa, kama ukiona umejiweka ukafika mahali ukaona joto baridi kale, hujafungwa kutokufanyaje kuoa. Ila kama Mungu alikutenga mwenyewe kwa kazi maalum, inawezekana kwa yeye alikupa nini jukumu hilo. Ila kama ulijipa hilo jukumu likakushinda, basi mlango uko wazi kufanyaje wa kuoa. Kwa hiyo tufundishe kama tunavyotakiwa tukufanyaje kulewa jukumu. Kama umejifanya alafu ukaona baadaye ni aibu, yani unachochomora huko pembeni kwa kujificha, wewe weka wazi bana, nilikuwa mtao kwa kujifanya mwenyewe. Sasa hivi imenishinda, nimeamua fanyaje nioe. Lakini usione kama utaitwa yako ya kwanza ulionekana fanyaje umejifanya kuwa towashi, lakini kwa sababu umeshindwa wewe mwenyewe unasema bana, nilishindwa, sasa hivi nimeamua kufanyaje kuoa, maana ni heri kuoa kuliko kuwaka tamaa. Haya, niongeze kwamba kwenye maslahi hapo tumeweka vizuri na mambo yanaenda vizuri. Mpaka sasa hivi tumemaliza maana ya ndoa, tumeielewa ndoa ni nini. Tumeona nani anastahili kuolewa na nani anastahili kuolewa. Sasa tuangalie, mimi nigusie maslahi ya Mungu kwenye ndoa. Yaani wakati wewe unafikiria kuoa bwana Deo, sawa? Mungu ana maslahi yake kwenye ndoa unayofikiria kwa nini kuifanya. Kwa kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 42, sawa? Mpaka 47, naomba nisome. Anasema hivi: na yeyote atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waaminio, afadhali afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake na kutupwa baharini. Na mkono wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima kigutu kuliko kuwa na mikono miwili kwenda zako jehanamu, kwenye moto usiozimika, ambamo umo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika kuzimu ukiwete kuliko na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambamo umo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha ling'oe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme unachongo kuliko kuwa na macho mawili ukatupwa katika jehanamu. Unaweza kuona kwamba Mungu yuko serious katika issue ya kuokoa mtu. Kwamba hata ikikulazimu ukae, kama inafikia level ya kukata mkono, kung'oa jicho, kuingia na mguu kibutu, habari gani kuhusu ndoa? Kama ndoa inaweza kukupelekea kwenda jehanamu, ni afadhali usifanye nini? Usioe. Ndio Paulo akasema, natamani mngekuwa kama nani? Mwe kama mimi, mkae msioe. Kwa ajili ya nini? Ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini pia kukaa bila kuoa, kama ndio sababu inaweza kukupelekea motoni, bora uoe haraka iwezekanavyo, ili uende wapi? Uende mbinguni. Kwa Mungu kwenye ndoa anaangalia maslahi yake. Haangalii ndoa tu kukufurahisha wewe tu. Yaani wewe ufurahishe, si uwe na mke ukae.
Wakati mwingine unapomuomba Mungu unaweza kumuomba Mungu, naomba nisaidie nipate mume, lakini Mungu akikuangalia anasema maskini mwanangu, nikimpa mume ndo amepotea mbinguni aende. Au unasema Mungu nisaidie nipate mke, anakuangalia maskini huyu mwanangu, nikimpa mke ndo haubiri kabisa. Kwa hiyo maana kila mimi nikimpata mtu sipati mtu naye muelewa, kumbe wewe Mungu ndo njia ya kukuokoa wewe. Umeona? Mimi pointi yangu ndo hiyo. Mchango mwingine karibu, nisiwe mwongeaji sana. Mumpe mic pale. Mic imepeleka wapi? Hai. Dakika mbili mbona chache sana? Kwa sababu shaisha. Okay. Mimi nilikuwa nataka niulize swali. Tunaongelea maslahi ya mwanaume, maslahi ya mwanamke, lakini hatujaenda kugusa kwamba tukagusa kwamba ni nani anastahili kuolewa. Tumegusa huko kote. Hatujaangalia kwamba kutaka nataka nioe, niangalie tu okay, mwanamke hivi na hivi, nisiangalie kwamba nampenda au namna gani nimevutiwa naye. Issue sio kuoa, lazima uvutiwe pia na mtu. Mtu anataka kumuoa bwana, mimi kwangu mimi binafsi kwamba kwa sababu, lakini tena Biblia inasema kwamba tusifanye mambo kwa akili zetu wenyewe, lakini upe mrefu kidogo namna hii hata kama yuko ndani ya Mungu, lakini una preference hiyo, umepewa hiyo preference unayo au unaangalia nini? Haya, mmeona somo ambalo lilivyo tamu na linatakiwa liendelee. Sasa hapa nadhani viongozi tutafute namna kipindi kikiendelee Sabato ijayo, si ndio? Tutatafuta tunakichomeka wapi, hata tunaweza tukaanza afya ya ndoa, kipindi cha afya tukaendelea nacho. Kwa sababu kuna mambo mengine ya kujifunza, kuna vitu vya kuzingatia kabla ya kuoa. Unapotafuta mtu kumuoa au anayetaka kukuoa, uangalie vitu gani vya msingi na vitu kama hivyo ambavyo umevisema. Kwa hiyo labda tumalizie hapo, lakini niseme kitu kimoja kwamba kwenye ndoa pia shetani ana maslahi yake. Yaani wakati unatafuta maslahi ya kwako wewe, shetani naye wakati unajipanga tu unataka kuoa, na yeye anajua hapa mambo yangu yanakaa vizuri. Kwa hiyo naye atachomekea vitu vyake pale vipite. Wakati wewe una plani ufurahie maisha, yeye na yeye anajua hapa nikifanikiwa lile basi yule nimemmaliza. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi. Tuishie hapo kwa leo. Tupige magoti tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa neema na rehema na fadhili zako zilizo nyingi. Umetufundisha mambo machache kuhusiana na ndoa, lakini mambo haya ni mengi, tunatamani kujifunza yote na kuyaelewa. Tusaidie pia tutakapata nafasi nyingine tuendelee na somo hili kwa jina la Yesu Kristo. Amen.